In the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. We are doing good. Tunaendelea vizuri. Hallelujah. Hallelujah. We are getting blessed. Tunabarikiwa. We are getting anointed. Tunapakwa. Our lives will never be the same Na again. maisha yetu hayatabaki vile yalivyo. In Jesus' name. Time. Na kwa wakati huu, Allow me to bring Dr. Mrefu niruhusu nilete Daktari Mrefu to continue with the remainder of the program. ili aendelee na mahali pamesalia. And as he comes, Na anapokuja, let us give Kenyan shout as a tutoe shangwe na servant of the vigelegele Lord za comes to Kikenya. the stage in Jesus' name. Hallelujah. Jamani, tuweze kupatiana Makofi shangwe za mazuri. Kikenya. Amen. Hallelujah. Amen. Welcome, sir. Hallelujah. Habari ya jioni. How are you? Good afternoon. Mungu akubariki. Hey, God bless you. Jina langu ni Daktari Mrefu, Naitwa Charles Mrefu and I'm so happy to be here. na nina furaha sana kuwa hapa. Maybe I should also say Salibonani. Labda ningewasalimu na hiyo lugha. Dumelang. Dumelani ambaye sasa sijui inasemaje. Waita ni wafunzi wa Ramwezi. Wanaona watu wanasikia hiyo lugha wako hapo. We thank God that we are here. Tunashukuru Mungu ya kwamba tuko hapa. I forgot some others. Goedemiddag. All right. We are an international church. Na sisi ni kanisa la kimataifa. We are not confined to one place. Sisi hatujakaa tu leo tumekutana mahali pamoja. We are making an impact in every nation. Na tunaleta hali ya changamoto kwa kila taifa. Now, if the youth promotions, katika hali ya kuinua uongozi wa vijana, the ministry promotion of the youth, if you are ready, I don't know if you are there. Huduma yule ambaye anahusika na huduma ya vijana, the slot for you is there. Kama uko pale na kama hauko, is there any indication? I know maybe Maruti Sizwe. Kuna huyo mwenye nafasi hii? Okay, means there is nothing. Kwa hivyo inaonekana hakuna mtu. Let me just give some announcements here. Hebu nilete matangazo. Soon after this service, baada ya hii ibada, the presidential summit continues. Tutakuwa na ile inaitwa presidential. After the evening. I'd been told after this service. Okay, after the evening service. All right. Baada ya mkutano wa jioni, mkutano wa wale president utaendelea. Now I'm not sure who is correct, Pastor Kusimile or Dr. Chikani. So Dr. Chikani is senior, so he's right. Anasema yule ambaye ni Dr. Chikani ndio senior na ako sawa. So soon after the evening service, kwa hivyo baada tu ya ibada ya jioni, the presidential summit continues. Ule mkutano kongamano la mapresident wa makanisa inaendelea. Together with the heads of departments. Pamoja na wale ambaye ni wakuu wa idara. At the same venue where you were. Mahali pale pale mlipokuwa. I don't know where you were, but you do know where you were. Sijui mlikuwa wapi, lakini nyinyi mnajua mahali mlikuwa. So please, all presidents take note. Kwa hivyo rais wote wa makanisa mshike hiyo. That the presidential summit continues soon after the evening service. Ya kwamba huo mkutano unaendelea baada ya ibada ya jioni. And this afternoon, na jioni ya leo, we are privileged. Tumepata fursa as a church. Kama kanisa. To have combined forces kuwa na nguvu zilizoshikana pamoja with one of the churches na kanisa moja that shares a common origin ambaye ina asilia moja na sisi with the AFM ambaye iko na asilia na AFM through the same efforts of the Pentecostal movement kupitia zile nguvu za ule mujio wa Roho Mtakatifu. And this church is based in Lubumbashi, DRC. Na hili kanisa liko Lubumbashi, DRC. It has got a very long name. Iko na jina mrefu sana. But I'll just put it in short. Lakini nitaiweka kwa ufupi. It's called the 30th Community Pentecostal Church of the DRC. Inaitwa the 30th
Community Pentecostal Community Church. Pentecostal Church Of of DR. DRC. And they have the same common origin Pentecostally with us. Na wao mwanzo wao na mwanzo wetu ilikuwa ni moja. And President Mbuye Betave is not here, Na yule ambaye ni president hayuko hapa, but he has sent a representative lakini ametuma mjumbe whose name is Pastor Butave Chibambe. ambaye jina lake ni Pastor Butave Chimbambe. He is married to Agnes. Ameolewa na Agnes. was- Ameoa Agnes. He was born again in 1979, Aliokoka mwaka wa 79 working with Reverend Betave Mbuye. na anafanya kazi na Reverend Bitambe Evuye. And as a senior local pastor of Akiwa- the church called La Grace. Akiwa mchungaji mkuu wa kanisa linaitwa La Grace. And this afternoon we are privileged to have this man among us. Na jioni ya leo tumepata fursa na tumebarikiwa kuwa na huyu mtu kati yetu. And as we welcome him, Na tunapomkaribisha Masimame. lazima tusimame. 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 Tunapomkaribisha tusimame wote. As we welcome to the pulpit, Tunapomkaribisha kwenye madhabahu Pastor Gustave Chibambe. Pastor Chivambe, Take us through, please. tuendeleze sasa. Piga makofi God anapokaribia. bless you. Asante sana. Tupikie Bwana makofi. Pigia Yesu makofi wakati Makofi, anakaribia. makofi, makofi. Amen. Thank you. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. You can get. We can now sit down. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Hii ni kazi kubwa. This is a great work. On va parler avec 3 personnes. Tutasema watu watatu. We are going to say 3 people. Je voudrais que vous puissiez être patient. Je voudrais que vous soyez patient. Anataka sisi wote tuwe hapa. He wants all of us to be in this amphitheater. Let us come here now. Nous voudrons remercier le président Chikane. Anaomba President Chikane. Nous voulons lui dire merci. He's asking the president, Chikane, Nous voulons lui dire thank you. and he's thanking our president because of the chance Qui a invité notre président, le pasteur Betavi. I'm so happy to say thank you to President Chikane, who invited President Betavi. He's not there today. I'm here in his name. Thank you very much. Asante sana, anashukuru kwa kualikwa hapa. Asante sana. Anajaribu That is kuongea why- na Kiingereza lakini yake sio From my interpreters. I don't know what I can do. anaona kama kutakuwa na shida na utafsiri wetu, lakini hajui atafanya nini. I will just ask you to be patient. Naomba tafadhali mtuie radhi. I will try to speak slowly. Atajaribu sana kuongea polepole. If you have some question, I will need, maybe you can ask me, I will try to answer, but I can speak in English, but my English is sometimes very difficult. Anasema Kiingereza yake sio nzuri sana, lakini atajaribu kuongea kwa polepole ili kila mtu aweze kuelewa. Tena na Swahili yangu kiko tena nguvu. His English is even worse. Swahili yangu kama nasema hapa mnaanza kucheka. If he speaks in English and Kiswahili, then you are going to laugh Ndio at pale him. mimi namuomba usamee. Therefore, you're asking for your forgiveness. Nisamee nisema mu français.
bear with him that he can speak now in France. Alléluia. Hallelujah. Can I speak in French? Can he speak now in French? Are you ready to hear me? All right. Asante. Je voudrais remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Anaheshimu Mungu. He honors God. Je dis merci au Seigneur. Anataka shukuru Mungu He is thanking God Pour le moment qu'il nous donne. kwa hii wakati, because of this Anatupatia. opportunity that he is here. Nisema Mswahili, nisema Français. Your English is okay. It's okay? Yes. I'm usually using French. Maybe my English will be not good for you. It's good, but sometimes I don't like to speak and no people understand. I can just speak, but to speak preaching, I'm using French. Anasema amezoea kuongea Kifaransa lakini sasa hajui atafanya nini kwa sababu ni kama tuko na shida kidogo. Just from French to Swahili to English, you get some problem. Swahili English, I will try. Hein? Good. Nous allons lire. We try to read in Isaiah Kitabu cha Isaia chapter 6, mlango wa 6 from verse 1 to 6. kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6. You can be there, no problem. We can be there. Isaiah If somebody can help me to read Isaiah from 6, chapter 6 from 1 to 8. Isaiah chapter 6 from verse 1 to 8. Can you read? katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama mserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliluka. 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote amejaa utukufu wake. Na msingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyealia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakataa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. 6. Kisha mmoja wa waserafi wale akaluka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo ilikuwa imelitwa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Amen. 8. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani
atakaye kwenda kwa ajili yetu. Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Amen. 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 Mon sujet ce soir, mon sujet, kichwa ya maneno yangu hii magharibi. The title of my message, I will try to speak English, French, Swahili. Thank you. We bless. Kichwa ya kusema kwangu hii magharibi the title of my message, ni Mungu anasema kwa kanisa ni nani mitatuma. the Lord is asking, who will I send? Kama kanisa endelea seke kuko wale watu aushikia vile Mungu anasema na biko tayari ya kwenda kutumika juu ya kanisa. Ni vyema, I mean, it's good that we be led to hear the voice of God that is calling us, that he may send us. Hii wakati wa Isaia iko wakati sa hata hapa leo ni namna momoya. It is like the days of Isaiah, it is like the same time today here. Kama kanisa endelea ni kusema kuko watu wengi aushikia mjumbe kutoka kwa Bwana Yesu. Ni vyema, it's important that all of us hear the voice of God. Kitu ya pili ni kujua kenye kanisa ni nani. Kanisa ni nyumba au kanisa ni mtu? The question is the church a person or a building? Kama tunaweka kanisa ni mie, namna ya kutumika itachange. If the church is myself, then I shall be led to be used. Kama mimi naweka kanisa ni nani? If I'm asking who is the church, namna yangu ya kutumika haitakuwa moja moja. Come and your sword. If I'm asking that question, it will not be easy for me to be used. Napenda kuniuliza leo, kanisa ni weye au kanisa ni hii nyumba tumeikala? We are asking, is the church the person or church is me? Mara ya kwanza Yesu, kama tunasoma mu Mathayo mara ya kwanza 18:16, Yesu anasema mitabuild kanisa yangu juu ya Petro. Yesu akasema, Jesus said, I shall build my church on Peter. Kama tunashikia kwamba kanisa ni mimi, namna ya kutumika kanisa itachange. If we agree that the church is me, then to be used to be inapita wengi mudunia hapa sasa. There are a lot of bad things that are happening in the world today. Hakuna kitu kizuri hapa sasa. Fashi yoyote, mumainchi, mumakanisa, vitu vimechange. The things are not the same today. Yani, things are now out of order. Hakuna kitu ambacho kinaenda ipasavyo. The life in the church is not the same. Maisha kanisani sio ile ya hapo wa. Every people attend the church, the style life in the church is not the same. Kila mtu ambaye anaingia kanisani anaona ya kwamba kanisa kabisa maisha imebadilika. And now God asked to Isaiah, Janvier, mitatuma nani? And the Lord asking, who am I going to send? Ninapenda kusema ku vitu vitwa au vikat 3 or 4 in this team. Nataka kusema, I want to say about 3 or 4 things here. Wakati Mungu anaanza kusema mitatuma nani? When God is asking, who will I send? Alikuwa na Serafim, mtasemaka nini Mswahili Serafim? Alituma malaika masalafi. Okay. Les Serafim walikuwa kando na Mungu. The seraphims were allowed God. Me Mungu akauliza mitatuma nani? And God is asking, who will I send? Jua nini akusema kwa Sarafia mwende mukafanya kazi? He did not ask the seraphims to go and work. Serafia ni watu wa spiritual human. Hao masalafi ni viumbe vya kiroho malaika. Abaine kutumika juu kusaidia watu.
They were being sent to help people. Mungu iko na lazima na weye, iko na lazima na mia. Mungu, God has concern about you. My soul is good? Good, thank you. Njo ile hiyo hii magharibi na hii conference. In this conference, Mimi napenda kila mtu arudie ndani yake. I want everybody to look inside himself. Eke niko tayari kwa kusikia sauti na kwenda kutumika juu ya kanisa ya Mungu. Am I ready to go and serve in the church of God? Kama tunasema Biblia, tunasoma. Even as we are reading the Bible. Kitu ya kwanza, The first thing, Biblia inasema the Bible is saying, Isai akasikia sauti ya Mungu. Isaiah heard the voice of God. Atuende kutumika kama tushikia sauti ya Mungu. You cannot serve if you have not heard the voice of God. Mitamileta mifano mbili. I'm going to give two examples. Eso mnamuyua huyu banaita Samuel. There is this person that we call Samuel. Mnamuyua? Do you know him? Okay. Do you know Samuel? Alikuwa hekaluni. He was in the tabernacle, in the tent of meeting. Wakati Mungu alamuita, When God called him, alienda kwa Mungu au alienda kwa mtu? did he go to a person or to God? Mimi narudia mtena. I'm asking again. Wakati Samuel alikuwa hekaluni, When Samuel was in the temple, Mungu anamuita. God called him. Alienda kwa mtu au kwa Mungu? Did he go to God or to man? Ndio ile maana ya kanisa ya leo. That is the issue of the church today. Kanisa, In the batu church, biko mukanisa meabashikia sauti ya Mungu. lazima kila mtu kanisani asikie sauti, to hear the voice of God. No, not this one. Tuko mukanisa, We are in the church. na tushikiaka sauti ya Mungu. Do we hear the voice of God? Tunashikia sauti ya watu. We hear the voice of people. Ndio pale kazi ya Mungu aende kwenda mbele. So that the work of God can go ahead. Basi tusikie vile Mungu anapenda. We need to know what does God want us to do. Mara tatu Samuel alienda kwa mtu. The 3 times Samuel went to a person. Alors que mwenye anaanza kumwita ni Mungu. And that time, the one who was calling him is God. Kia lazima aende kwa mkanisa. Kia lazima ni kushikia nani ananiita na anasema nini. It's important to know who is calling me and what is he saying. Na message yako ananiletea ni ya kufanya nayo nini. And the message he's sending to me, what will I do with it? Wengi tuko mkanisa Most of us are in the church na tushikiaka sauti ya Mungu. and we don't hear the voice of God. Ndio pale kazi tuko tunafanya So that the work that we do, ni kazi ya binadamu, haina kazi ya Mungu. we only work the work of men but not the work of God. Ndio pale kanisa ene kunenepa. And that is why the church is not growing. Mimi nafanya kenye mimi naona iko nafanya. I'm copying what my neighbor is doing. Meshishikia vile Mungu anasema. But instead of listening to what the Lord is saying, Bien wanduku na wapenzi. my brothers and my sisters, Kama tuko mkanisa tunapenda kanisa enda kumbele, kitu ya kwanza ni kutafuta kushikia Mungu anasema nini. the first thing for the church to grow is to seek and find out what is the Lord saying to us. Ukuwa bishop, If you are the bishop, ukuwa pastor, if you are the pastor, kizuri haina hata kufundisha, ni kisoma kenye mingi nafundisha kinatoka kwa Mungu, inatoka kwangu. what am I teaching? Is it coming from God or from myself? Isaiah Isaiah, idi anasema mimi nashikia sauti ya Mungu. he is saying, I heard the voice of God. Iko namna Saul de Tarse, Saul, Paul. Pia Paulo, Wakati alikuwa muruti ya Damasika. Damas. when he was going to Damascus, Akashikia sauti ya Mungu. he heard the voice of God. Sasa kama tunaona Samuel na Paul. If you look at Paul and Samuel, Du fait que Mungu nani Saul alishikia sauti ya Mungu. both of them, they heard the voice of God. Maandiko ya mingi tuko nayo inatokea kwake. And that is why you have the scriptures which is coming All from over them. the
The New Testament is from Paul. Almost the entire of New Testament is from Paul. On 2060, he wrote 30. Anaandika 13. He has written 13 epistles. Pahali ya 26. 26. Katikati ya 26, 27. Out of 27, he has written 13. Because Why? Kwa nini? alishikia sauti ya Mungu na ile Mungu alimuonesha. Because he heard the voice from God. Anafanya kenye Mungu alimuonesha. He did what God revealed to him. Kanisa The church. atuenee kwenda mbele kama tushikie vile Mungu anasema. We cannot grow unless we hear what the Lord is saying to us. Ninapenda hii wakati ya conference. And I like this moment of this conference. Kila mtu atafuta kushikia vile Mungu anasema kwake. Every person is looking forward to what the Lord is saying to him or her. Kama tunashikia vile Mungu anasema, And even if we listen to what the Lord is saying, tutenda kutumika juu ya Mungu na kanisa itanenepa. we are going to serve the Lord and the church is going to grow. Haleluya. Hallelujah. Isaiah akashikia sauti la Mungu. heard the voice of God. Asema mi huyu. He is saying, me here I am. Na anashikia Mungu anapenda afanye nini. I heard what the Lord wants me to do. Atuene, j'insiste, atuene kutumikia Mungu kama tushikia Mungu anasema nifanya nini. If you don't understand what the Lord speaks into us, we cannot serve him. Ile ni kitu ya kwanza. That's the first thing. Kushikia kile mtu anasema. To hear what the Lord is saying. Mina uwezo kuuliza. I may also ask. Hapa niko pastor. Mimi hapa ni pastor. Eske ni mimi nilipenda kuwa pastor, asko mimi nafanya theology au mimi nilisikia sauti la Mungu? How did I become a pastor? Because of studying theology or I heard the call of God? Ba mengi kama nafunza theology kakufuata iko pastor. If I study theology, I become a pastor. No. No way. Iyafaa ushikia sauti Mungu anakuitia kufanya kazi kani. You must be called to work or to serve him. Ba mengi banenda mkwaya. I have many of them. Ba wengi wanenda mkwaya. Most of us who are in the choir here. Esko Mungu alikuita wendo katumika mkwaya? Were you called to become a choir member? Esko Mungu alikuita? Is it God who called you? Obie unaona benzeno biko banaimba na mimi niende Mungu. Or you just saw people singing and they were smart and then you followed suit? Njoo ile iko naua kanisa. That is what is killing the church. Tuko tunafanya kenye tunaona benzetu biko banafanya. Because we are doing what others are doing. Na tushikia sauti la Mungu. Instead of hearing the voice of God. Kitu ya pili nataka kusema hii magharibi. The next thing that I'm going to say. Number 2, that is. Alisema hivi. He said, unituma mi huyu. Here I am, said me. Shiwa kusema mu Swahili yao mu availability or disponibility. To be available. Mimi nimepatikana. I am available. All right. Yes. Kuwa available. To be a person who is available for God. Ile ni kishina mkubwa mkazi ya Mungu. So that when I go to the work of God. No. To be available ni kazi mkubwa mkanisa ya. Because the Lord's work is great. It's enormous. It is big. No. I want to say this. Nataka kusema hivi. I can hear the voice from the God. Naweza kusikia sauti ya Mungu. But lakini I have to be available to do what I hear from the God.
lakini lazima nipatikane nifanye hiyo kazi ya Mungu. If you are not available, you can't do anything. Kama haupatikani, hauwezi kufanya kitu chochote. I'm talking about Joshua. Nasema kuhusu Yoshua. Yoshua alikuwa mtu disponible, available every time. Joshua was available for God every time. Wakati Moise alipenda kwenda kumulima, When Moses went up the mountain, Yoshua alikuwa pale. Joshua was with him. Niende kumuuliza ni kazi kani Yoshua alienda kufanya kumulima? What I'm asking, what took Joshua up the mountain? Yoshua takenye alienda kule. Joshua went up the mountain. Me alichika kwa sauti ya Moise. He was following the voice of Moses. Wakati balishuka, When they came down the mountain, asema enda akakombana na Amalekiti. and he went to battle with the Amalekites. Disponible, available. Yeye alikuwa amepatikana. He was available. Anataka kwenda Mukana. When they went to Canaan, balimutuma parmi les spies. he sent them together with the 12 men. Watu wa kupeleleza, sio kama nasema. Aliwatuma 12 so that they can go and spy the land. Alienda kumulima, He went to the mountain. alienda kukombana, He went to spy. alienda kukombana. He went to fight. Alienda tena kuspy. And he went also to spy. Disponible. He was available. Aweza kufanya kazi ya Mungu kama una available. If you cannot work for God if you are not available. L'église, kanisa. Kanisa, the church. Wengi uko na ma title. You have a big title. Na abikalaka mukanisa. Abikalaka kukanisa. No available to the church. But you are not available in the church. You have a big title, but you are not available to the church. Every time excuses. Kila wakati una mambo unasema nataka kufanya hivi, unajiomba haupatikani. Mais Esaïe. Hapa Isaia. Alikuwa available. He was very much available. Il dit me voici. Mi huyu unituma. And he said, here I am, send me. Kanisa haitaenda mbele kama kuna bantu disponible juu ya kufanya, kukombana mu maombi, kukombana mu kufunga chakula. Kanisa haitaendelea mbele. That will not take the church forward. Tunaona watu sa Paul. We see people like Paul. Anasema mimi niko nenda ku Jerusalem. He is saying I went to Jerusalem. Hata kulikuwa matatizo munjia. Even if there were so many problems along the way. Available. He was available. Kanisa haitaendelea mbele wa ndugu wa dada kama hatuna disponible. Brothers and sisters, if you are not available, the church cannot go, cannot grow, cannot expand. Ndio ile tunapenda hapa sasa mwi conference. And that we are saying or we are doing here in this Kitu ya conference. kwanza, the first thing, tushikia Mungu ananipatia message gani? which or rather what is the Lord speaking to me? What is the message that the Lord is speaking to Kitu me? ya pili The second thing, ni kuya available. it is to be available for God Pas des excuses, no excuses. without any excuse. Sasa kitu ya tatu, The third thing, kama tunasoma if you continue reading 6:5, verse 6, hali yangu ya mwenye anashikia neno la Mungu, hali yangu iko je? how am I as I hear the voice of the Lord? Hali yangu. What is my condition? Hapa sasa tuko tunatumika, hata tuko balozi, hata tuko dini, tuko paka mkanisa. Whatever capacity that we are in the church.
Tunakombana bibi na bwana, tuko mkanisa. We fight in our homes and yet with the church. Tuko mutalisma madawa, tuko mkanisa. We are selling drugs and yet we're in the church. Atusikilizana na banzetu, tuko paka mkanisa. We are fighting among ourselves, but we are still in the church. Hali yetu, what is our hata condition? tunashikia sauti la Mungu, Even if we hear the voice of God, au tuko available, even if we are available, eta hali yetu mbele ya Mungu iko je? how are we appearing before God? Hatuna different na batu ya dunia. We should not be like the people of the world. Tuko namna moja Okay, na watu. we are like the people of the world. There's Kwanza kutangaza habari ya Mungu. we must declare the word of God. No. This is why we can talk to somebody because That is why we cannot preach the good news. jua nini? Why? Atakuuliza He is going to ask you. ile uko na nionyeshe mie nifanye wewe ya uifanyaka. You don't do what you are telling me to be doing. Njoo ile kanisa haitenda mbele. The church cannot grow. Tunene kusikia sauti la Mungu. Even if we hear the voice of God. Tunenea tuko available. Even if we are available. Me hali yetu. Mioyo yetu iko namna gani mbele za Mungu? How our hearts before the Lord? Njoo hapa Isaiah anasema, And that is why here we find Isaiah ole saying, kwangu. oh. Verse 5. 6:5. Can you read it in Swahili? My eyes cannot hear. Anasema hivi, mitasema Mswahili. Ndipo niliposema ole wangu. Ole wangu. Oh, unto me. Hali yetu yafaa kila mmoja mbele ya Mungu anajiuliza, juu kanisa yende mbele, hali yangu mbele ya watu. Oh God. Isaiah alikuwa nayo mbele ya Mungu. This is the third thing that Isaiah had before God. Kama tuyo hali yetu, injili haitaenda mbele hata. If we don't take care about our condition, how we are, the gospel cannot go ahead. Tuko sa frein, break. Tuko sa break. How do you say break in Swahili? Tuko tupu, we are empty. No. Break. Sisi ni weusi kama makaa. Obstacle. Tuko sa kizuizi. We are a barrier, a block. Mifano yetu, mumanyumba yetu, mukanisa yetu, fasi ya kazi, musoko, hali yetu iko sa obstacle. Because of the condition, how we act in our families, in our workplace, in where we are doing business, our action become a barrier to the gospel. Nyo pale batu abata kwa mukanisa. People cannot come to the church. Mina ombaka hivi kwa Wakristo. I'm asking and I'm praying to the Christian today. Hakuna hata kazi nguvu. There's no difficult work. Kama unatambua hali yako If you know the condition of your heart, kizuri, and it is acceptable, sa mutoto mupotevu, kama yule like the son that the prodigal son, the prodigal son, alitambua hali yake. he discovered that he was not right. Alifanya nini? What did he do? Aliingia ndani mwake. He looked into his heart. Asema mimi nilitenda vibaya mbele ya Mungu na mbele ya baba yangu. I have sinned before God and before my father. Alifanya nini? What did he do? Akasema mimi nitarudia kwa baba. He said, I'm going to return to my father. Na kula anaenda kwa baba yake anakutanisha vitu ine. And when he went to his father, 4 things happened. Anapata vitu ine. He got 4 things. Kitu ya kwanza, The first thing, anampatia viatu. he was given shoes. Ya pili, anampatia mavazi. He was given clothing. Ya tatu, The third thing, akampatia mpete. he was given a ring.
Na ya mwisho ni nini? And number 4, Akafanya karamu. they did a party. Kama alibakia mu ile eta, If he remained the way that he was there, akupata mavazi, he could not have gotten clothes, akupata he viazi, could not gotten shoes, ashukupata pete, he would not have gotten the akakufanyia leave, karamu. and there could not have been a party. Mina miomba hii magharibi. Hii asubuhi magharibi shiyo mnasemaka je? Jioni sasa. Jioni. Jioni. Mina miomba hii jioni. And I'm asking this evening, Kila mtu atambua hali yake. every one of us to look into his heart Asema baba, and I say, niko Father, tayari. and say, I'm ready. Me hali yangu haina mzuri. And my you, Napenda kusema I may say this. kama tunarudia tunatambuka hali yetu mbele ya Mungu, If we know our conditions before God, ye mwenyewe atatayarisha masaiza yake. hallelujah, he is going to prepare the right size for your food. Ana na besoin tukuye hapo. Ana na need to be there. Ana na need to be there. Ashibende tukuye hapo. And he wants us to be there. Iko savi Bishop anasema kwa neema yake anatengeneza vitu yote. And that's why he's saying that by grace he prepares everything. Kama utambuka hali yako, If you know the condition of your heart, utafanya miaka mkanisa, you are going to work in a church, utabakia mara mingi mkanisa, utadumu mkanisa, you are going to serve in a church, mais utachange. Utabakia paka vile vile. and you are going to remain the same. Ndio pale kanisa aiende kumbele. The church will not grow. Batu banauliza, eske mi tenda mkanisa juu ni kwa saa weye depuis kunaenda au changer? And that's why people ask, are you going to heaven really? No. Batu abapenda kuya kukanisa. Batu abapenda kuya kukanisa. Since we become Christian, we stay the same. Because you are just They remaining. can ask you, what can I do? What do you need me to be in the church? Ni kwa nini nataka nije kanisani na nibaki You vile are not changed, you ulivyo? are the same. Na wewe hujabadilika. Kama tunakoneta hali yetu, If we work on our condition, Mungu change. God is going to use you. Na kanisa itanenepa. And the church is going to grow. Batu batakuya kukanisa. The people are going to come. Iko sawa wakati wa Pentecost. It is like the days of the Pentecost. Abakufanya conference saa hivi. Abakufanya conference. Pentecost. They never did a conference like this. Me batu banakuya And did people come? paske balisikia bitu Saint Roho Mtakatifu alifanya. Walisikia kile ambacho Roho Mtakatifu alifanya. Na boba nakuya And they came. na Biblia inasema And the Bible says uso kumaro yao. they were attached in their hearts. Manauliza Pierre, And they asked Peter, tutafanya nini? what shall we do to be saved? Kama hali yako iko namna moja, batu abata touch us in the heart. If you have not changed, you cannot cause people to be touched in their hearts. Iyafai magharibi. Jioni ya leo. Kama tunapenda kanisa nenepa, If you want the church to grow, hali yetu ishange. we must work on our condition. Inasema kwa vitu vitatu. I'm saying about 3 things. Cha kwanza, The first one, kushikia sauti la Mungu. to hear the voice of God. Cha pili, Number 2, kukuwa available. be available for God. Na cha tatu, And number 3, kushange hali yetu. work on the condition of your heart. Cha mwisho mimi nataka kusema, What I'm going to say, tutarudia ku Isaiah 6:1. if you read Isaiah chapter 6 verse 1, Can you read? Isaiah 6:1.
Mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kimeinuliwa sana. To be in the presence of God. Kuwa katika uwepo wa Bwana. It's like to be in prayer every time, every day. Ni kuwa katika maombi kila wakati. Kanisa inakufa. The church is dying. Atuombaka tena. Because we are not. Tuko tunaomba kama tuko na muziko. We only pray when we have a burden. Kama tuna na muziko atuombaka. If there's none that is disturbing us, then we don't pray. Tuko tunafanya vile tunaona na vile tunapenda. We just do what we think or what we want. Mimi napenda kumiuliza. And I may also ask. Kama mtoto wako yuko mgonjwa. If your child is sick. Kia kwanza unawazaka ku hospital au unawazaka ku maombi. What comes to your mind first? God, to pray first or to take him or her to hospital? Please answer me. Kama tuko na mtoto kumgonjwa. If your child is sick. Au bwana au mke au ndugu. Your wife or husband is sick. Kia kwanza tunawazaka sheba Kristo kumaombi au ku hospital. As Christians, what comes to our mind? Hospital or praying for that person? You sure? I don't believe. I don't believe what you are answering. I'm born again since 17. I'm talking about my experience. Mimi naongea kuhusu hali yangu ya kawaida. And my life is the church life. Na maisha yangu ni ya kanisa. Research in the church. Nafanya utafiti kanisani. If you have a problem, the Christian, the first thing is to do, I have no money, I want to go to the hospital. We have forgot if I can pray before. Kukitokea shida, ugonjwa, unasema sina pesa ya kwenda hospitali. And it is true. Na huo ndio ukweli. Hapa Isaia. Alikuwa mbele ya Mungu. He was in the presence of God. That means the prayer. Inamaanisha maombi. The church not kanisa haiombaka tena. The church is not praying these days. Or Biblia iko nasema hivi. Or the Bible says. Magumu yetu inaenea kutoka kwa kusoma Biblia na kuomba. Nguvu yetu, our strength should come from prayer and reading the word of God. Magharibi. Jioni, this afternoon. Miko na miomba. I'm asking and praying one Kama thing. tunapenda kanisa yende mbele. If you want the church to grow, kanisa ipata wakati wa kuomba. We must have time to pray. Kama tunataka kusema modelo wa maombi Yesu alituonesha ni masaa ngapi? We have an example of how Jesus was praying. How many hours? How many hours? How many hours? The model from Jesus. How many hours? How long before that? Ni masaa mangapi naweza kutumia ukiwa mbele za Bwana? Oui. Wakati alikuwa kwa mitume. When Jesus was calling the disciples. Anashikia banalala. Wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wao wamelala. They were sleeping. Aliwaonesha nini? What did he ask them? Amkuweza hata kuomba hii saa hii ngapi? You could not watch even for 1 hour. Napenda kuniuliza. May I ask? Tukue sincere. And we must be very sincere. Bangapi hapa sasa kama kuna mambo banaombaka saa moja? How many of us pray for 1 hour if you don't have issues? Kanisa haitaenda mbele. The church cannot grow. Nataka kumaliza. As I finish. Kama tunasoma 12. Kitabu cha Matendo ya Mitume, that is Acts chapter 12. Baliua James. They killed James. Jua nini? Why? Kanisa haikuanza kuomba. Kanisa. The church haikuombaka.
did not pray that. Wakati bali mubamba Peter. But when they held Peter, Peter alitoka mkanisa jua nini? alishuka kwa sababu, Peter aliokolewa. How did Peter get saved? Mnionyeshe kama mnasoma Biblia. Do you read the Bible? Kanisa lazima kufanya nini? What did the church do? Pardon? Nani alibaonesha manzo kuomba? What caused them to pray? Bobe nyewe. Mioyoni mwao waliamua kuomba. Balimuona kulikuwa ma problems. When they saw the problem, they say no. Atupende tena bamuua Peter sayo alimuua James. We cannot allow them to kill Peter the way they killed James. Banenda mbele mu maombi. They went and prayed. Kama kanisa inalamuka, When the church awakes inabeba wakati wa kuomba, and have time to pray, kanisa itanenepa. the church is going to grow. Hallelujah. Aina maombi uko presse. Busubuhi unataka kwenda uko presse. So the prayer that you are going to brush your teeth. Oh Seigneur, Mungu Baba Mungu nikumbuke. You are brushing your teeth and then you are still praying. Baba Mungu nikumbuke. Maombi Mungu atashikia. That kind of prayer God cannot hear. Mungu anapenda maombi tunabeba wakati. God requires us to kneel before Him. Tunalilia Mungu. And then we cry to Him. Tunasema Mungu kanisa yafaa iende mbele. We ask God to cause the church to grow. Tuna kanisa itanenepa. That is when the church is going to grow. Hii yote tuko tunafanya ni maseremoni. All the things that we do, they are just ceremonies. I don't like the ceremonies. I don't like the ceremonies. And I don't sipendi ceremonies ama mambo ambayo ni sarakasi. Hata kama tunabauliza. I may ask the choir. Ubauliza. May I Kwa kuimba baliomba masaa ngapi? Ubauliza. Bobe ask them how many hours they pray? Ubauliza bobe nyewe. They are here, ask them. Biko manifestation manakui. Kuko bale balaomba, kuko bingine baomba hata anashanje paka manguo ye ule. They put on well, then they just swing aloud. I'm serious. Mimi namaanisha. I'm serious. Namaanisha kabisa. L'église kanisa haiombake tena. The church is not praying. Kazi yetu yo endelee ifo. Pray. Mimi napenda. I like this. Well, MC. The MC. MC, the. Who is later? Okay. Mimi napenda. I like this. Kama naisha hii hata 30 minutes ya kuomba. Please, convener, give us 20 minutes to pray. To pray. Please. Tafadhali. Please. Tafadhali. Let me before God. Tell this. I talk about 4 things. Nimenena kuhusu mambo manne. Kitu ya kwanza, kama tunapenda kanisa na mbele, If you want the church to grow, kila mtu afanya nguvu ya kushikia Mungu anamuonesha kufanya nini. put an effort to hear what the Lord is instructing you to do. Kitu ya pili The second thing, ni kuwa available. Mungu anapenda niende kugosh, mi ule nenda. so to be available where God wants you to be. Sasa hivi mimi nakuja hapa. Sasa mimi Like myself, shukuwa na programu ya kuja huko. yeye hakuna amepanga kuja hapa. Shukuwa for 2 weeks. Alikuwa kule South Africa wiki mbili. My president called me. Alipofika nyumbani rais wake kamuita Yesterday morning. Jana asubuhi. You have to go to the Nairobi. Akamwambia lazima uende Nairobi. Mkubwa yake niko na kilio. My husband was crying. Bibi yangu. Mke wake alikuwa na kilio. He was crying. Yafaa tumujika Friday. Faut kumujikonsitiri. Kusitiri.
Oh, they had a burial on Friday. Ninasema papa, sasa anasema ni shefu yangu. Ni shefu yangu anasema. And then the bishop is saying, You have to go. I'm ready. you need to go to Nairobi. Akasema niko tayari. Yesterday morning, Jana asubuhi I'm taking medicine ninakunywa madawa because my chief said me, I'm available every time. because mimi ninapatikana kila wakati. Sans explique, hakuna kusema oh no, niko na kilio. Nakumbuka Mungu There's no reason of arguing that I have this, I have that, I have what. Mungu anasema acha bafu bashikana bo benyewe. The Lord is saying, let the dead bury the dead. I'm ready to be here. I must be available in this conference. Kitu ya tatu, The third thing, hali yangu. what is the condition of my heart? Ni paka Mungu na wewe ndio unayua. God knows the condition of your heart, as you also know. Kama tunafanya semblant hatutaweza hata. We cannot be able. Mimi namiomba. I'm asking, Wakati tutaanza kuomba, when we start praying, kila mmoja every one of us, sema Mungu mimi huyu. tell the Lord, I'm here, God. Inawe mpango ya kuchanger. Inawe mpango. Decision to change. Mungu nisaidie nibadilike. Na kitu ya mwisho Na jambo la the fourth ni thing, kuya na wakati wa maombi mimi mwenyewe. have time to prayer, personal prayer. Kama tunaomba, If you are praying, ni muziko ya kanisa. the burden of the church, Kanisa iombaka tena. the church is not praying again. Kanisa tuko paka tunashimanga. We always say, Paka tuko tunashimanga. we backbite each other. Iyafaa tukiwa na wakati wa kuomba. We need to have time to pray. Esko muko tayari banduku yangu juu ya kufanya hii bintu yine mimi namionyesha? Are you ready? Mko tayari? Are you ready? Mimi namuche baba ukui. We call upon the convener to come over. 30 minutes in prayer, please. Dakika 20 tafadhali tuombe. 30 minutes in prayer, Dakika 20 katika maombi. please. Tafadhali. Mungu amibariki. May God bless you. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We want to thank God Tunataka kumshukuru Mungu for the message we have received. kwa sababu ya ujumbe tuliopokea, And the key word here na neno la muhimu is being available, ni kuwa unapatikana, being in the right place, kuwa mahali panapofaa, where things happen. mahali mambo yanatendeka. I remember when I was a young primary school boy, Anakumbuka wakati alikuwa shule ya upili, I wanted to play soccer, alitaka kucheza mpira wa miguu and I was brought into the team na aliletwa kwa timu to play as a central striker. acheze kama mfunga mabao, But I was so afraid lakini aliogopa sana because I'd been used to play street soccer, kwa sababu amezoea kucheza mpira wa mtaani, which has no rules and no referee. ile ambaye haina referee, haina sheria. Now we had rules and referee, Sasa ameingia mahali kuna referee na sheria. so I was so scared. Alikuwa na wasiwasi, And I was brought in as a substitute na yeye aliletwa kama mshikilizi in the dying minutes of the game, wakati mpira unaisha, when the teams were deadlocked. wakati timu zimefika mwisho. And when I got into my position, Na wakati aliingia kwa nafasi yake, the winger crossed the ball yule alikuwa upande huu akarusha mpira towards me, akamrushia, but I was scared. na alikuwa naogopa. So I tried to dodge the ball. Alijaribu kutorokea mpira, As I lowered my head, alipoinamisha kichwa I mistimed. akakosea, The ball hit my head mpira ukagonga kichwa chake and went into the net. na ikaingia kwa goli, That became the winning goal,
na hiyo ikalete goli la ushindi, And the people were saying I was stylish. na watu wakasema alikuwa na style. But the truth, I was afraid. Ukweli alikuwa anaogopa. But the key was, Lakini jambo la muhimu ni hili, I was in the right position. alikuwa katika nafasi inafaa, Be in the right position. kuwa mahali panapofaa. When opportunities are crossed your way by God, Wakati nafasi inapita mbele zako kwa sababu ya you will Mungu, see results. bado utaona mazao. And we're going to go into a time of prayer. Na tunataka sasa tuende na saa ya maombi, And I'm going to invite somebody else to lead us in prayer. na nitaalika mtu mwingine atuongoze kwa